Mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo wa kanda ya kaskazini Godbless Jonathan Lema akizungumza kwenye ukurasa wa mtandao wa kijamii wa Instagram ameweka wazi maoni yake mazito kuhusu mtafaruku wa kikauli unayoendelea ndani ya Chama cha Mapinduzi ukihusisha mwenyekiti wa jumuiya ya vijana wa CCM Mohamed Kawaida pamoja na katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Daktari Emmanuel Nchimbi. Godbless Jonathan Lema amechambua mwenyekiti wa jumuiya ya vijana wa CCM Mohamed Kawaida kufuatia hatua yake ya kupinga na kukosoa hadharani maelezo yaliyotolewa na katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Daktari Emmanuel Nchimbi kuhusiana na utayari wa Rais Samia Suluhu Hassan katika kuendeleza mchakato wa katiba mpya nchini. Mwanasiasa huyo mwandamizi wa chama cha upinzani ameeleza kuwa hatua ya mwenyekiti wa jumuiya ya vijana wa CCM Kawaida kushambulia na kumkosoa kiongozi wake wa ngazi juu kimbio si tukio la bahati mbaya wala ajali ya kisiasa, bali ni mchezo uliopangwa kwa umakini wa hali ya juu ndani ya mfumo wa Chama cha Mapinduzi. Godbless Lema amefafanua kuwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Emmanuel Nchimbi alishasema wazi kwamba amezungumza na Rais Samia Suluhu Hassan na kwamba mkuu huyo wa nchi yuko tayari kwa ajili ya mchakato wa katiba mpya, lakini kuibuka kwa viongozi vijana wa chama hicho wanaompinga na kumuita muongo ni sehemu ya mpango mkakati wa kisiasa. Mtazamo huu uliowekwa wazi na Godbless Jonathan Lema unalenga kuonyesha jinsi ambavyo michezo ya kisiasa ya ndani ya chama tawala inavyotumiwa kutengeneza picha ya mgawanyiko au mtazamo mbadala ili kupoteza au kuhamasisha uelekeo wa wananchi kutoka kwenye msukumo wa mabadiliko ya kikatiba. Kiongozi huyo wa Chadema amewahimiza wananchi na wadau wa kisiasa kutochukulia mzozo huo wa maneno kama jambo la nasibu, bali kama kadi inayochezwa kimkakati ili kupunguza kasi ya ajenda kuu inayosukumwa na vyama vya upinzani na jamii kwa ujumla kuelekea uchaguzi na mabadiliko ya mfumo wa uongozi. Uchambuzi wa maelezo ya Godbless Lema unadhihirisha kuwa Chama cha Mapinduzi kinatumia mbinu za kutengeneza matukio mbalimbali ya kiutawala ili kujiweka katika nafasi nzuri ya kurejesha uaminifu kwa wananchi kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2030. Kiongozi huyo amefafanua kuwa matamko yanayotolewa na katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Emmanuel Nchimbi yanalenga kumsafisha na kumweka kama kiongozi anayeenda sambamba na matakwa ya wananchi, huku kwa upande mwingine kukiwa na sauti za ndani zinazojaribu kubadilisha au kupunguza uzito wa ahadi hizo ili chama kitawale bila kubadilisha mfumo msingi wa sheria. Maelezo ya mwanasiasa huyo yanaguza pia hofu na mashaka ya wananchi walioonyesha maoni yao tofauti kufuatia ujumbe huo wa mtandaoni, ambapo wengi wao wamekubaliana na mtazamo wake kuwa ahadi na kauli zinazotolewa na viongozi wa chama tawala hazipaswi kuaminiwa kirahisi bila kuwepo kwa hatua halisi za kisheria. Godbless Lema amebainisha kuwa mkakati huo unahusisha pia jitihada za kutengeneza mgombea urais wa baadaye atakayejitenga na shutuma za utendaji mbovu wa uongozi na uchaguzi uliopita, huku akionekana kusimama na wananchi pamoja na jumuiya ya kimataifa ili kuhakikisha kuwa madaraka ya nchi yanabaki mikononi mwa chama tawala cha CCM. Kupitia maelezo yake ya kina kwenye mtandao wa Instagram, Godbless Jonathan Lema amesisitiza kuwa mbinu hizo za kisiasa zinalenga kuwatoa mchezoni wananchi na vyama vya upinzani ili kupunguza msukumo mkubwa wa dai la katiba mpya linaloendelea kushika kasi nchini. Kiongozi huyo ameeleza kuwa siasa za namna hiyo zinalenga kucheza na akili za wananchi zinashozoleka na kwamba ni umuhimu kwa wadau wa demokrasia kusimamia misingi mikuu ya mabadiliko ya kisheria na sheria na mifumo badala ya kufuatilia migogoro au maigizo ya ndani ya chama tawala. Ufafanuzi wa zaidi
kutoka kwenye maelezo hayo unaonyesha kuwa katiba ya Chama cha Mapinduzi ina mfumo na utaratibu wake thabiti unaozuia viongozi wa ngazi za chini kutoa kauli dhidi ya viongozi wa ngazi za juu bila idhini au maelekezo maalum. Kutokana na msingi huo wa kikatiba wa chama tawala, Godbless Lema anahitimisha kwa uwepo wa kauli za wazi za mwenyekiti wa Jumuiya ya Vijana CCM Mohamed Kawaida dhidi ya katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Daktari Emmanuel Nchimbi ni ushahidi wazi kwamba kuna maelekezo ya kimkakati yanayoratibiwa kutoka juu ili kutengeneza ajenda mbadala ya kisiasa. Onyo hilo kutoka kwa Godbless Jonathan Lema linakuja wakati ambapo mjadala wa katiba mpya umeendelea kuteka hisia za Watanzania wengi, huku vyama vya upinzani vikitaka mchakato huo uanze mara moja bila kucheleweshwa na siasa za kujikwaa. Kiongozi huyo wa chama cha Chadema ameweka wazi kuwa lengo kuu la upinzani ni kuhakikisha kuwa mfumo nzima wa kiutawala unabadilishwa kupitia katiba mpya ili kuweka uwanja sawa wa kisiasa na si kushangilia kile kinachoonekana kama mgogoro wa ndani ya chama tawala ambao una msukumo wa kimkakati. Mlinganyo wa maoni wa wananchi na uchambuzi wa Godbless Jonathan Lema unaonyesha kuwa jamii imegawanyika kati ya wale wanaotaka kuona kauli za kikatiba ama kauli za katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Daktari Emmanuel Nchimbi sikichukuliwa kwa uzito na kufanyiwa kazi, na wale wanaokubaliana na Lema kwamba zote hizo ni mbinu za kutafuta pa kupumulia na kuweka nyakati za uchaguzi. Kiongozi huyo amesisitiza kuwa msimamo wa wananchi na upinzani lazima ubaki kwenye kudai mabadiliko halisi ya mfumo wa kikatiba badala ya kuingia kwenye mtego wa kujadili mbinu za ndani za Chama cha Mapinduzi. Maelezo hayo ya Godbless Jonathan Lema yanaendelea kuibua mijadala mipana miongoni mwa wananchi na kufungua ukurasa mpya wa ushindani wa kuhoja kati ya viongozi wa vyama vya upinzani na wale wa chama tawala. Hatua hiyo inajaza taswira ya kisiasa ya sasa nchini Tanzania, ambapo kila kauli inayotolewa na viongozi wa kitaifa inachambuliwa kwa kina ili kubaini malengo yake ya kisiasa, huku msisitizo mkubwa wa Lema ukibaki kuwa wananchi lazima wawe macho na wasikubali kuhamasishwa kwenye ajenda kuu ya kudai katiba mpya kwa ajili ya mustakabali wa taifa.